Okay. Namuliza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, katika mwendelezo wa darsa yetu ya fiqhi kupitia hadithi zilizomo katika kitabu cha Riyadhus Salihin cha Bulughul Maram, bado tuko katika mlango wa salatul idaini, bado tuko katika babu salatil idaini, mlango unaozungumzia sala zaidi mbili. وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى، و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري صحيحا. Na hadithi hii imepokewa kutoka kwa Amri ibn Shuaib, na yeye amepokea kutoka kwa baba yake. An abihi amepokea kutoka kwa baba yake. An jaddihi, na baba yake amepokea kutoka kwa babu yake. Radiyallahu anhum,
Allah wairadhi wote hao watatu, na wote walikuwa ni maswahaba, baba au babu, baba na mjukuu mtu, wote walikuwa ni maswahaba. Na watu wa hadithi wanasema Amr ibn Shuaib sikusikia kwa baba yake tu, amemsikia hata babu yake akihadithia hadithi. Sami'a an jaddihi, alisikia kutoka kwa babu yake. Anasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume wa Allah amesema, rehma na amani ziwe juu yake, at-takbiru fil fitri, takbira kwenye swala ya Eidul Fitri, sab'un, ni takbira saba, fil ula, katika rakaa ya kwanza, wa khamsun fil akhirah, na takbira tano katika rakaa ya mwisho ya pili maana yake. Wal qira'atu ba'dahuma kiltayhima, na kisomo baada hizo takbira mbili za rakaa mbili, kisomo ni katika kila rakaa hizo. Maana yake rakaa ya kwanza baada ya takbiratul ihram Allahu akbar, zitakuja rakaa ngapi? Zitakuja saba. Baada ya hapo ile ya takbiratul ihram haisabiki, itakuja saba, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu, mpaka mara saba. Baada ya takbira hizo saba kinachofuata nini? Kisomo, qiraa. Ndio maana akisema wal qiraatu ba'dahuma, na qiraa, kisomo baada hizo takbira, kiltaihima, katika rakaa zote hizo. Maana yake baada ya takbira zile saba, raka ya kwanza inapofuata ni qiraa, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, mpaka mwisho. Atasoma na sura nyingine. Baada ya hapo ataenda kurukuu, Allahu akbar, kama kawaida ya swala. Atainuka, ataenda kwenye kusujudu kama kawaida. Ikimalizika ile rakaa ya kwanza atasimama, utafuta rakaa ya pili, na atasimama vile vile kama kwenye swala nyingine kwa takbira, Allahu akbar, mpaka atasimama. Hile haisabiki. Ataanza ngapi rakaa ya pili? Tano. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, mpaka zifike tano. Baada ya hapo ataingia kwenye qiraa na sura nyingine baada ya Fatiha, na kuendelea na majukumu mengine ya swala. Ndiyo maana ya hii hadithi. Tumeelewana? Na ma yufiduhu alhadithu, yale ambayo yanafidishwa na hadithi hii, anna at-takbirati fil Eid takunu sab'an fi rak'ati al-ula wa khamsan fi rak'ati thaniya. Faida ya kwanza, takbira zile katika swala ya Eid, kwenye swala zinakuwa takbira saba kwenye rakaa ya mwanzo, na zinakuwa takbira tano kwenye rakaa ya pili. Thaniyan, faida ya tatu ya hadithi hii, anna takbirati fi rak'ataini, hakika ya takbira hizo kwenye rakaa mbili zote, takunu qabla alqiraati fihima, zinakuja kabla ya qiraa, kabla ya kusoma surati Fatiha na sura nyingine. Lazima zianze takbira, alafu ndio ifuate kisomo, iwe ni Fatiha na sura nyingine baadaye. Meleka hadithi. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. Hadithi hii imepokewa kutoka kwa Abi Waqid al-Laythi, Allah
mwiradhi amesema, kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume wa Allah rehma na amani ziwe juu yake, yaqra'u fil adha wal fitri biqaf waqtarabat, akisoma katika Eidul Adha na Eidul Fitri akisoma surati Qaf na surati Iqtarabat. Maana yake baada ya takbira zile inakuja surati Fatiha kama kawaida. Baada ya Fatiha raka ya kwanza anasoma suratu Al-Qaf, tumeelewana, anasoma surati Qaf. Baada raka ya pili anasoma surati Iqtarabati saa wa inshaqa al-qamar. Alikuwa akisoma hivyo sana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Surati Qaf maarufu Qaf wal Qur'ani al-Majid, wal Qur'ani al-Majid. Hiyo raka ya kwanza. Raka ya pili anasoma Iqtarabati saa wa inshaqa al-qamar. Thabata huna anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kana yaqra'u fil eidain biqaf wa iqtarabat. Imethibiti kwenye hadithi hii kwamba mtume alikuwa akisoma surati Qaf na sura Iqtarabat. Wataqaddama ma rawahu Muslim min hadithi Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, na imetangulia hadithi huko nyuma ambayo imepokewa na Nu'man ibn Bashir, kana yaqra'u fil eidain wa fil jum'a sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiya. Tumesoma huko nyuma kwamba kwenye Idi na kwenye Juma mtume alikuwa akisoma sabbih isma raka ya kwanza na raka ya pili akisoma hal ataka hadithu al-ghashiya. Sasa ukiangalia hiyo hadithi hiyo iliyopita na hii tunaisoma kana kwamba kuna mgongano hapa. Tuambiwa kwenye Eid al-Adha au Eid al-Fitri alikuwa akisoma suratu Qaf na surat Iqtarabati saa, kama kuna mgongano. Lakini kule nyuma tuambiwa alikuwa akisoma sabihisma na hal ataka hadithul ghashiya. Hakuna mgongano wowote, tumeelewana. Maana yake mtume alikuwa halazimiani miaka yote na siku zote kusoma sura zile zile. Alikuwa akisoma mara nyingi surati Qaf katika Eid na Iqtarabati saa, lakini wakati mwingine ilikuwa akisoma sabihisma na hal ataka hadithul ghashiya. Tumeelewana. Hakuna mgongano, hakudumu miaka yote basi hivyo hivyo. Mara nyingi alikuwa akisoma hizo, lakini wakati mwingine alikuwa akisoma sabihisma na hal ataka hadithu al-ghashiya. Ma yufiduhu al-hadith, yale yanofidishwa na hadithi hii, istihbabu qira'ati hataini surataini fi rak'atay al-Eid, sunna ya kuzisoma sura mbili hizi katika rakaa mbili zile za Eid. Ni sunna kusoma suratu Qaf na surati Iqtarabati saa, ni sunna. Thaniyan, faida ya pili, annahu la yalzamu qira'ata hataini surataini daiman, hakika si nyinginelo hailazimu kuzisoma sura mbili hizi wakati wote, maisha yote. Maana yake kila Eid basi zisomwe hizo. Mtume alikuwa wakati mwingine anaacha kuzisoma na anasoma sura nyingine. Wa an Jabir radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha kana yawm al-Eid khalafa at-tariq akhrajahu al-Bukhari
ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. Hadithi hii imepokewa kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala, amesema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume wa Allah rehma na amani siwe juu yake, idha kana yaumul Eid, inapokuwa siku ya Idi, khalafa at-tariq, utofautisha njia ya kwenda na kurudi. Idha kana yaumul Eid, inapokuwa siku ya Idi, khalafa at-tariq, utofautisha njia, anoendea sio anorudia. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi hii ameitoa Imamu Bukhari. Wali Abi Daud, na katika riwaya Imamu Abu Daud an Ibn Umar, iliyopokelewa kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Allah yiradhi, nahwa, imekuja mfano huo wa hadithi hapo juu, kwamba siku ya Idi njia anoendea mtume sio anorudia nyumbani. Hadithu Abi Daud akhrajahu min tariqi Abdullah ibn Maslama. Hadithi ya Abi Daud hii ameitoa kutoka katika njia ya Abdullah ibn Maslama an Ubaidillah ibn Umar, naye amepokea kutoka kwa Ubaidillah ibn Umar an Nafi' ibn Umar, naye amepokea kutoka kwa Nafi' an ibn Umar, Ubaidillah ibn Umar alafu na Abdullah ibn Umar. Tumeelewana Ubaidillah ibn Umar amepokea kutoka kwa Nafi, na Abdullah na Nafi na amepokea kutoka kwa Abdullah ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba mtume wa Allah rehma na amani ziwe juu yake, akhadha yawm al-Eid fi tariq, alishika siku ya Idi njia, thumma raja fi tariqin akhar, kisha akarudi katika njia nyingine. Kwenda aliambatana na njia nyingine, na kurudi kutoka kwenye kuswali alirudi na njia nyingine, kama ilivyokuja katika hadithi iliyopokewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar ambayo yuko katika Sunani Abi Daud. Waqad anwana al-Bukhari, na Imamu Bukhari ameweka anwani ya hadithi, Allah mrehemu, ambayo ni hadithi ya Jabri, akasema katika kitabu chake Sahih Bukhari, babu man khalafa at-tariqa idha raja'a yawm al-Eid. Akaika anwani hii kwamba mlango huu unazungumzia yule ambaye anatofautisha njia pale anaporejea katika siku ya Idi, anaporejea nyumbani. Ndipo akaitaja hii hadithi ya Abdullah ibn Umar kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ametufundisha hivyo katika sunna, unapokwenda Idi basi ujitahidi urudi na njia ambayo si ile uliyoendea. Akaika unwani katika kitabu chake ya hadithi hiyo. Wa anwana Abu Dauda li hadithi ibn Umar, na Imamu Abu Daudi naye katika kitabu chake Sunan Abi Daud ameweka unwani ya hadithi ya Ibn Umar, akasema babul khuruj ila al-Eid fi tariqin wa yarji'u fi tariqin akhar. Mlango huu unazungumzia kutoka kwenda kwenye swala ya Idi kwa njia nyingine, wa yarji'u fi tariqin akhar, na mtu arejee katika njia nyingine. Njia anaoendea kwenye kuswali atofautishe na njia ambayo atarudia. Mlango huu nao pia ameweka Imamu Abu Daudi katika sunani hii katika kitabu chake. Wasanadu Abi Daud kama ra'aita min asahi al-asanid an Rasulillah, na sanadi hii ya Abi Daudi kama unavyoona ndiyo sanadi sahihi zaidi kupokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu jambo hili. Waqad dhakara al-ulama asbaba mukhalafati at-tariq
na wanazuoni wamezungumzia sababu za kutenganisha njia minha katika kutoka kwenye swala ya Idi. Miongoni mwa sababu hizo, assalamu ala ahli at-tariqaini, ni kutoa salamu katika watu watakokutana nao katika njia mbili zile. Miongoni mwa sababu ambazo wanazuoni wamezifanyia istimbati kwamba kwa nini mtume ilikuwa njia anayoendea sio anarudia kwenye uwanja wa Idi. Alitaka atoe salamu na kuwajulia hali Waislamu katika njia zile anazokwendea na ile njia anarudia, isiwe ile ile aliyokwendea akirudi awasalimia tena wale wale. Lakini sababu nyingine wakasema, qadha'u hajati man yamurru bihim minan nasi, kukidhi haja za wale anaowapitia katika watu, min dhawil hajati, kwa wale ambao wana shida na matatizo. Mtume alikuwa akipita kule akiona mwenye shida anamsaidia, anarudi na huku ili aone naye mwenye shida amsaidie. Lakini sababu nyingine wanasema ulama, walitakthiri shahadati albiqa li ahli alkhairi, na hili sehemu mbalimbali zishuhudie watu wa khairi, kwa sababu hizi sehemu zinashuhudia watu wa khairi kama ambavyo sehemu zitashuhudia watu wa shari. Allah tabaraka wa taala alipomzungumzia Firauna na jeshi lake na kuangamizwa kwao, Allah anasema wama bakat alaihimus samaa wal ardh, na hawakuliliwa wao na mbingu wala na ardhi kwa uovu walikuwa wakiufanya kwenye ardhi. Mbingu hazikuwalilia watu wa Firauna wala ardhi hazikuwalilia. Baadhi ya ulama wanasema biqaa hizi, sehemu hizi zitakuwa ni shuhuda kwetu sisi katika kheri tunazozifanya. Ndiyo maana baadhi ya ulama wanasema unaposwali basi jitahidi kuswali sehemu nyingine, ili iwe ni shuhuda kwa wewe kwamba ile sehemu ile inakutolea ushuhuda, ile inakutolea ushuhuda, kule inakutolea ushuhuda, ardhi ile inakutolea ushuhuda, ni bora zaidi, kwa sababu hizi biqaa zitakuwa na ushuhuda kwamba mtu wa kheri alipita, Allah huyu alikuwa ni mtu wa kheri, alikuwa akipita hapa akifanya hivi. Tumeelewana eh? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kutenganisha njia ya kwenda na kurudi, kana kwamba alitaka ardhi nayo imtolee ushuhuda sehemu mbalimbali kwamba alipita hapa Mtume kwenda kuwasalisha Waislamu, alifikisha ujumbe, ardhi nayo itoe ushuhuda kama ambavyo ardhi itatoa ushuhuda kwa mtu mwovu. Allah tuhifadhi na hilo. Lakini sababu nyingine waliosema ulama, wa ibrazu sha'airi fi manatiqa kathiratin ila ghairi dhalika min alhikam, na ili idhihirishwe zile alama za Uislamu na amani kwenye miji mbalimbali, na zile alama za ibada ya Idi, kwa sababu kama umepita na huku wamekuona leo ni Idi, upite na kule nao pia wajue leo ni siku ya Idi. Ile shairatul Eid inatangaa kwa watu wengi kuonyesha kwamba leo Waislamu wameswali Idi, huku wanasema na kule watu wameonekana upande mwingine. Lakini ikiwa njia ni moja tu, yawezekawa isifike mbali shaira hii kutambulika na watu wengine waliopo katika sehemu ambayo sio waliopita. Kwa hiyo kuna sababu nyingi ambazo ulama wamezitoa kwa nini Mtume alitenganisha njia kwenda na kurudi. Ma yufiduhu alhadith, yale ambayo yanatufidisha katika hadithi hii. Awalan, jambo la kwanza, yustahabu an yarji'a min amali man salla al-Eid min tariqin akhar ghairi at-tariqi alladhi dhahaba ila al-musalla minhu. Ni sunna mtu arejee kutoka kwenye kuswali Idi na njia nyingine ambayo sio ile njia ambayo aliendea kuswalia. Thaniyan, faida ya pili, istihbabu idhhari sha'air al-Eid, ni sunna kudhihirisha shaira hii ya Idi, utangafu wa Idi, ibada ya Idi itangazwe, ionekane, sio kufichwa fichwa, kwenda na huku na kurudi na huku. Lengo ni kuitangaza hii Idi. Tuelewana eh? Na hayo yote yatachunga wepesi wa mtu.
pamoja na kwamba ni sunna, lakini yatachunga wepesi wa mtu. Kama kuna uzito, hakuna ulazima wa kufanya hivyo. Njia iko Mwakidila, wewe da njia ya kurudia, ili uepuke njia kwenda Magaoni kwa Mwakidila, basi ufunge safari kwanza uende Mwakidila, ukakrosi huko, upite Mwako, uende Mwambani, urudi ndio uje. Kama kuna uzito, pita tu, urudi na ile haina tatizo. Ile ni kwa wale ambao kuna wepesi. Mfano mji wetu wa Tanga, alhamdulillah, la More pale ukenda swali au Tangamano ukenda swali, uweza kurudi kama uko Magaoni kwa ya Makorora na ukafika salama. Tunaona hata kama uko Mwakidila unaweza ukapita kidogo ukatofautisha ile mradi, kwa sababu mji wetu uko vizuri. Lakini kuna miji mingine njia ndio hiyo hiyo, ili utofautishe njia, basi kijasho kikukatike vizuri sana na gharama ikutoke. Kwa hiyo la yukallifu Allahu nafsan illa usaha, fattaqullaha mastata'tum. Ibada siku zote itaendana na wepesi wa yule mtu kwenye hali yake. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. Hadithi hii imepokewa kutoka kwa Anasi ibn Malik, Allah mwenye radhi, amesema qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almadinata, alifika mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, katika mji wa Madina. Walahum yaumani, na wao wakiwa na siku mbili, yalabuna fihima, wakicheza na kusherehekea katika siku mbili hizo. Tumeelewana? Walahum yaumani yalabuna fihima, na wao watu wa Madina wakiwa na siku zao mbili, wakicheza na kufurahi fihima, ndani ya siku mbili hizo. Faqal, mtume akasema kuambia watu wa Madina, qad abdalakumullahu bihima, Allah hakika amewabadilishieni nyinyi siku mbili zenu hizi, khairan minha, na siku nyingine bora kushinda hizo. Sehemu ya siku mbili zenu hizi mnazosherekea na kucheza, qad abdalakumullahu bihima, Allah amewabadilishieni siku mbili hizo, khairan minhuma, kwa siku bora zaidi kuliko hizo. Achaneni na hizo ambazo mmezizoea, Allah anawaletea siku nyingine ambazo ni bora kushinda hizo. Akazitaja yaum al-adha, ni siku ya Eid al-Adha, wa yaum al-fitri, na siku ya Eid al-Fitri. Kwa hiyo siku mbili hizi ndio zikabadilisha siku mbili zile. Tumeelewana? Tuna mafunzo hapa tujifundisha, mafunzo makubwa sana. Siku mbili hizi walizozoea watu wa Madina ndio siku ambazo Allah aliwabadilishia, na kwa umma huu siku za furaha kwa Waislamu, ambazo ni sikukuu, ambayo ni Eid al-Fitri na Eid al-Adha. Akhrajahu Abu Daud, hadithi ameitoa Imamu Abu Daudi, wa Nasai bi isnadi sahih, kwa isnadi ambayo ni sahihi. Lafdhu ya Abi Daud kutoka kwa Anas ibn Maliki, Allah mwenye radhi, qala, amesema kama ilivyoanza hapa, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almadinata,
mtume alifika, rehema na amani ziwe juu yake, mji wa Madina. Wala hum yaumani yalabuna fihima, na wao wakiwa na siku mbili wanazocheza na kufurahi ndani yake. Faqala, mtume akawaambia, ma hadhani lyaumani, ni siku gani hizi mnazocheza na kusherekea, siku gani hizi? Qalu, wakajibu kusema, kunna nal'abu fihima fil jahiliya, sisi tulikuwa tukicheza mno siku hizi katika kipindi kabla ya Uislamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akawajibu, inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma, basi Allah amewabadilishieni siku mbili hizo kuwaletea siku bora zaidi kuliko hizo. Maana zile tamaduni zao za kijahilia walikuwa bado waendelea nazo, na hali ya kuwa mtume tayari ameshafundisha Uislamu. Wao bado wana majisukuku yao ya kijahilia ya kuchinjia mizimu labda, au kusherehekea kinyume na taratibu. Mtume akaona hawa kama nitawakataza ghafla ngoja niwaingizie siku nyingine ya furaha. Ndio ikasuniwa swala na sherehe ya nini, ya Eidul Fitr na Eid al-Adha na swala yake, inna a'tainaka al-kauthar fasalli lirabbika wanhar. Ikawa ni Eid ya Eid gani? Eid al-Adha. Tumeelewana? Ikawa ni Eid al-Adha na Eidul Fitri ikabakia katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, kuingia katika Eid. Wallahu a'lam. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث صديقة بنت صديق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما قالت. Na Imam Bukhari naye amepokea yeye na Muslim katika hadithi tokayo kwa Aisha binti Abi Bakari ambaye ni mama wa waumini, Allah yiradhi. Qalat, amesema Aisha, dakhala Abu Bakrin wa indi jariyatan min jawari al-ansari tughanniyani bima taqawalat al-ansaru yawma bi'ath. Anasema Aisha, aliingia Abu Bakari na mimi, aliingia kwangu Abu Bakari nyumbani kwangu, na mimi nikiwa na vijakazi wawili katika vijakazi wa Kianswari wa Kimadina. Tughaniani, wakiimba, bima taqawalat al-ansaru yawma bi'ath, katika yale waliopata ushindi maanswari katika vita vya Bi'ath. Qalat, anasema Aisha, walaysata mughanniyataini, na hawakuwa na desturi hiyo ya kujiimbia wakati wote, isipokuwa siku ile waliamua kuimba. Faqala Abu Bakari akasema kwa kukemea, abimazamiri shaitani fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, je, mwaleta mizimari za shaitani, firimbi za shaitani mwazileta kwenye nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tumeelewana wadhalika fi yaumi Eid. Aisha anasema jambo hili lilikuwa ni katika siku ya Eid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema, rehma na amani ziwe juu yake, ya Aba Bakrin, ewe Abu Bakari, inna likulli qaumin eidan wa hadha eiduna, kila watu wana sikukuu yao na hii ni sikukuu yetu. Acha wasichana wafurahi hawa, si wanaimba tu nyimbo za kishujaa, nyimbo za nini, acha waimbe, kwa sababu wanakumbukia vita vyao wakati Maanswari waliposhinda mji wa Madina kabla Mtume haja kuja. Ni historia, yawezekana Mtume pia vita hivyo alikuwa hajazaliwa. Tumeelewana wallahu aalam. Yaonekana vita hivi Mtume alikuwa kishazaliwa, lakini yuko Maka, lakini wanaimba nyimbo za ushujaa. Kwa hiyo Abu Bakari, usiseme hizi mazamiri shaitani fi baiti rasulillah, hawa leo wako kwenye siku ya Eid, basi siku zote wako serious.
Muislamu asiwe na furaha hata siku moja, wala kusherekea hata siku moja, iwe siku zote ni userious. Kuna siku za sikukuu lazima watu wafurahi kwa yale ambayo ni halali kufurahia, watu waimbe yale ambayo yafaa ni halali kuyaimba, maadamu kutakuwa hakukuchanganyikana na vitu ambavyo sheria imekataza. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkataza nani? Akamkataza Abu Bakri pale alipoona amehamaki kwamba mwaimba ndani ya nyumba ya Mtume nyinyi. Tumwambia Abu Bakari, likulli qaumin eidun wa hadha eiduna, kila watu wana sikukuu yao na hii sikukuu yetu, basi watu wasifurahi kwenye sikukuu yetu, tuende serious tu hata kwenye sikukuu. Hakuna hayo. وقد ورد إطلاق اسم العيد على يوم الجمعة ويوم عرفة أيضا. vile vile imepokewa mapokezi ya kulitumia jina la sikukuu au Idi ala yaumi aljumaa, kulitumia katika siku ya Ijumaa, kwamba Ijumaa nayo pia ni siku ya nini? Idi. Yamekuja mapokezi, baadhi ya mapokezi kuitambua siku ya Ijumaa kwamba ni siku ya Idi, au yaumu Arafa nayo kuitambua kwamba ni siku ya Idi. Walakin lam yarid ma yadullu ala istihbabi al-la'bi wat-tarfih, lakini haikuja dalili yoyote ambayo inatuonyesha kucheza na kufurahi kama siku za Idi nyingine ndani ya siku ya Ijumaa au siku ya Arafa. Hakuna dalili. Dalili ya kucheza na kufurahia zimekuja kwenye Idi mbili tu, Idi ya al-Fitr na Idul Adha. Pamoja ina itilaki na kutumiwa Juma kwamba ni sikukuu, lakini haikuja mapokezi yote kwamba watu wacheze kwenye siku ya Ijumaa kama walivyocheza katika siku za Eid al-Fitr na Eid al-Adha. Wala yambaghi, na wala haitakikani, an yutlaqa lafdhu al-Eid fi al-Islami, kutumiwa neno la sikukuu katika Uislamu, ala ghairi hadhihi al-ayami al-arba, nje ya siku hizi nne tu. Sikukuu ni hizi siku nne tu ambazo lafdhi ya Kiislamu imekuja 4 kwa 2. Maana yake Eid al-Adha na Eid al-Fitr ndio sikukuu, na labda Al-Juma na Arafa. Nje ya hapo uwezi siku yoyote ukaita ni siku ya sikukuu ndani ya Uislamu. Maana yake wale wanaosherekea sikukuu ya kuzaliwa wale wanafanya makosa, kwamba mtu amezaa mtoto wake alafu mtu alika sherehe, afanya sherehe, amwambia watu na birthday ya mwanangu na sikukuu ya kuzaliwa mwanangu, au mtu ajifanya sikukuu ya kuzaliwa. Ni kosa kisheria katika dini yetu. Hizi ni mila za Kiyahudi na Manasara, na Waislamu wengi wametekwa na hilo. Nani alikwambia kwenye Uislamu kuna sikukuu ya mtu kuzaliwa? Kama hakufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa kwake akaika sikukuu, wewe wafanyaje? Au kama umezidiwa na Uislamu, toka kwenye Uislamu, wafuate hao unaona wafaa, wanakuwekea sheria kila siku mpya kama sheria za Kiislamu, wewe waona za kubana. Lakini maadamu umekubali wewe ni Muislamu, basi kubali maelekezo ya mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Hakuna Idi, hakuna sikukuu isipokuwa siku hizi 2 kwa 4. Baada ya hapo hakuna tena ndani ya Uislamu. Kama la yanbaghi atawassu fi musamma al-la'bi wal-lahwi yawm al-Eid, kama ambavyo haitakikani kupanua wigo zaidi wa kucheza na kumbazika siku ya sikukuu, hatta yakhruja ila darajati al-fuhsh wat-tabadhul wal-inhilali al-khulqi. Haitakiwi pia kupanua zile michezo na kuliwazika mpaka ikafikia daraja sasa ya uchafu, mpaka michezo ile ikawa ni uchafu. Tumeambiwa tucheze siku za sikukuu, lakini sipelekee mpaka watu wakajisahau, wakabadala ya kucheza ikawa sasa mchezo ule ni uchafu na kuaibisha Uislamu. Maana michezo imekuwa sasa wanawake matiti ya nje wanaonekana ambao wafurahia sikukuu, watu wanatembea, watoto wa kike shingo ziko wazi, vitovu viko wazi, eti kwa kuwa Uislamu umeruhusu watu washerekee siku ya sikukuu. Ni kweli tumeruhusiwa, lakini sio kwa ufuhshu huo na kudhalilisha Uislamu huko,
Leo sikukuu za Waislamu, ukiangalia mabinti wa Kiislamu na vijana wa Kiislamu hawana tofauti na wale wasiokuwa Waislamu. Sasa tofauti yako ya dini yako na dini ya yule asiyokuwa Muislamu iko wapi? Kwa hiyo tumeruhusiwa kucheza siku za Idi na sikukuu, tumeruhusiwa kufurahi siku za Idi na siku ya sikukuu, lakini furaha zetu na kucheza kwetu kuzivuke mipaka iliyowekwa na sheria ya Kiislamu. Watu wapewe heshima vile vile kama siku nyinginezo, watu wacheze vile vile michezo kama inaruhusiwa siku nyinginezo. Imeleweka? Ma yufiduhu alhadith, yale ambayo yanafidishwa na hadithi hii. Awalan, jambo la kwanza, istihbabu idhhari sururi fil idaini, ni sunna kudhihirisha furaha siku za sikukuu. Ni sunna. Siku ya sikukuu wakasirika nini? Kama una uwezo wa kupigwa cha mtume kile chenyewe pale nyumbani kipigwe siku hiyo, watoto wafurahi, watu wajue leo kuna tofauti na siku nyingine. Kama siku zote kwa rashiwa, siku hiyo ni kujazia jazia, sawa? Watu wale mpaka vitumbo viliendii, wajue leo kweli ni tofauti na jana. Kama siku nyingine watoto wavaa midabwada, siku hiyo watoto wavae vizuri, yani wajue leo hata sadi siku sikukuu. Baba huna kakope, watoto wafurahi pale nyumbani. Baba, kama ulikuwa wewe watembea na makumbazi yaliyoshonwa yaliungwa na kamba za minyaa, siku ile tafuta kumbazi hata ya kukopa, uonekane leo una furaha tofauti na siku nyingine. Lakini kuna mijitu humu huwezi kuitofautisha sikukuu na siku ambayo si sikukuu. Yani hana furaha kabisa, wamwona hivi hivi, na wengine wameruzukiwa. Sasa neema za Allah wewe watakao ukazitambulishe wapi kama sio siku ile ya sikukuu ambayo tumehalalishiwa kudhihirisha furaha zetu? Tufanye hivyo. Kama mchana unaweza kuchinja jogoo, asubuhi jogoo, jioni jogoo, siku ya pili jogoo, watoto wale mpaka fanya hivyo ili kuingiza sururu na furaha siku ile iwe tofauti na siku nyingine. Hizi ndio sherehe zinazotakikana. Watoto wako kama unawasa wawachukua wenda watembeza huko, siku zote uko busy, lakini siku hiyo watoka na watoto nao wenda wachangamsha huko, waone dunia ilivyo, mandhari yalivyo, waone tofauti na siku nyinginezo. Lakini tuko tofauti. Thania, faida ya pili, istihbabu tarwih ani nafsi yawm al-eid bima laysa bimahdhur. Ni sunna kufurahisha nafsi katika siku ya sikukuu kwa mambo ambayo sio ya haramu. Ni sunna. Kama una uwezo kujipiga juisi glasi 6, piga siku hiyo. Lete nyingine hapa, lete maziwa hapa, lete, furahisha, ifurahishe nafsi yako, sio wabahili mpaka kwenye nafsi yako na watoto wako. Thalitha, faida ya tatu, karahiyatu musharakati al-kuffari fi a'yadihim, umakuruhu wa kushirikiana na makafiri katika sikukuu zao. Haifai Muislamu kushirikiana na makafiri katika sikukuu zao. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala min as-sunnati an yakhruja ila al-eid mashiyan. Rawahu Tirmidhi wa hasana. Hadithi hii imepokewa kutoka kwa Ali ibn Abi Talib, Allah muiradhi, amesema mina sunna, katika sunna, an yakhruja ila al-eid mashiyan, ni mtu kutoka kwenda kuswali Idi hali ya kutembea kwa miguu. Rawahu Tirmidhi, hadithi hii amepokea Imam Tirmidhi, wa hasanahu, na ameiweka kwenye daraja ya hadithi hasan. Mina sunna, katika sunna, an yakhruja, ni mtu kutoka ila al-eid, kwenda kuswali salatu al-eid, mashiyan, hali ya kutembea. Qala al-Bukhari fi sahihihi, amesema Imam Bukhari katika sahihi yake,
babul mashi warukubi ila al-eid was-salati qabla al-khutbati wa bighairi adhanin wala iqamati. Ameweka mlango mzima kwenye kitabu chake Imamu Bukhari akisema mlango huu ni wa kutembea na kupanda kwenda kuswali Idi, na swala iwe kabla ya khutba, na swala iwe bila ya adhana wala iqama, kama tulivyozungumzia huko nyuma. Imam Bukhari kwa sahihi yake ameweka mlango huu, alafu akaleta hizi hadithi. ثم ساق أحاديث عن ابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهما. Alipoweka unwani hii kisha akaleta zile hadithi ya Ibn Umari, ya Jabiri na Ibn Abbasi, Allah yaradhi. Walaysa fiha at-ta'arrudh lirukubi au al-mashi, lakini ikawa hakuna kilichosogoma au kilichopingana kati ya kupanda na kutembea kwa miguu. Katika hiyo hakukuwa na mgongano wote. Qala al-Hafidh fi Fath al-Bari, amesema Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu chake Fath al-Bari, fi hadha at-tarjama thalathatu ahkam. Katika hii tafsiri kuna hukumu tatu. Sifatu tawajjuh, kwanza ni ile hali ya kuelekea huko kuswali, wa taakhiru al-khutba, na kucheleweshwa khutba, ani salati, na swala, wa tarku nida fiha, na kuacha adhana katika hiyo swala. Maana yake aliyoeleza hapa Bukhari kwenye kitabu chake, amezungumzia mambo matatu hayo. Jambo la kwanza amesema nini? Taakhirul khutba. Kwanza ni sifa tutawaji, namna ya kwenda kule kwenye swala. Unakwenda ima kwa miguu au unakwenda kwa kupanda. Jambo la pili, taakhiru sala taakhiru salati anil khutba, sala kuichelewesha au kuitanguliza swala na khutba. Maana yake watu waswali kwanza Idi, alafu baada ya hapo ndio ije khutba ya Idi. Jambo la tatu alilosema Ibn Hajar al-Asqalani katika kuifasiri haya maneno ya Bukhari, kwamba swala ya Idi isiwe na adhana wala isiwe na nini, isiwe na iqama. Hii ndio sunna. Faqad i'tarada alayhi Ibn Tin faqala, na Ibn Tin yeye amelielezea hilo kwa uwazi zaidi, akasema laisa fima dhakarahu min al-ahadithi, lakini hakuna katika yote aliyoyataja katika hadithi ma yadullu ala mashin wala rukub, yenye kujulisha kwenda kwa miguu au kwenda kwa kupanda. Wa ajaba Zain ibn al-Munir bi anna adama dhalika mush'irun bitaswihi kulli minhuma, kwa kutotajwa hadithi hizo ambazo sahihi zinakuzungumzia swala hilo kwamba lipi ni bora, kukosekana hivyo, jambo hilo linajuzisha kuwa kila kimoja katika kwenda kwa kutembea au kwenda kwa kupanda, kwamba yote hayo yanafaa na wala hakuna lilokuwa bora zaidi. Tuelewana Hakuna lilokuwa bora katika hayo, kwa sababu hadithi sahihi zilizokuja hazikuonyesha kwamba kwenda kwa kutembea peke yake ndiyo inakuwa ni bora, bali nyingi zilizokuja hivyo zimekuwa katika hadithi dhaifu. Wallahu a'lam. Lakini bado tunarudi kwenye asili kwamba mtu anapokwenda msikitini, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi na dhahirul hadithi, kwamba kurefuka uzidi hatua za mtu kwenda msikitini ni bora zaidi. Tumeelewana Kwa sababu kila hatua inahesabiwa. Kama musalla uko karibu, mtu kwenda na miguu ni bora zaidi. Kama msikiti uko karibu, mtu kwenda na miguu ni bora zaidi, kwa sababu hatua zinahesabiwa. Tunaona na vile unavyorudi na njia nyingine ndio unaongeza hatua nyingine katika kupata thawabu zaidi, kwa sababu hatua thawabu. Sasa kama umetoka zako Magaoni umekuja swali hapa alfajiri mfano, au umekuja swali isha hapa, maana yake ni hatua nyingi umezipiga, na maswahaba walikuwa wakifanya hivyo. Ala kulli hal,
Ama kama sehemu ni ya mbali, basi hata ukaenda na kipando, sio kwamba umekosa fadhila, bado fadhila unazo. Hii inazungumziwa kuenda na miguu kwa wale ambao wako karibu na misikiti. Wa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahum asabahum matarun fi yawmin al-Eid فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين. Imepokewa hadithi hii kutoka kwa Abu Huraira, Allah muiradhi, annahum, hakika ya wao maswahaba wa mtume, aswabahum matarun, kwamba walinyeshewa, walipatwa na mvua, fi yaumi al-Eid, siku ya sikukuu ya Idi. Watu watakaotoke wende kwenye musalla uwanjani, mvua ikanyesha kama mwaka jana mwaka jana sisi pia asubuhi tuwajiandaa tukutoke, mvua nayo ikanyesha, na wenzetu pia iliwakuta hayo. Aswabahum matarun, walipatwa na mvua, fi yaumil Eid, katika siku ya swala ya Idi. Fasalla bihimun nabiy sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, akawasalisha wao salat al-Eid, swala ya Idi, fil masjidi, msikitini akawaswalisha. Rawahu Abu Dauda, hadithi hii amepokea Abu Daud bi isnadi lin, kwa isnadi ambayo ni laini dhaifu. Kwa hiyo hadithi hii kwanza wanawazuoni wamesema ni dhaifu, tumeelewana, wa dhaifu la yuhtaj bihi, na hadithi ikiwa dhaifu haitolewi hoja. Lakini vile vile tujifunza kwamba hata ingelikuwa ni sahihi hadithi hii, lakini wanasema ad-darurat tubihu al-mahdhurat, dharura inapelekea kilichokatazwa kufanywa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuswali, watu wa tarehe wanasema hakuswali swala ya Idi msikitini isipokuwa kipindi kilichokuwa na mvua. Wengine wakasema ni hiyo mara moja, wallahu a'lam, ya mvua. Lakini kawaida yake Mtume sallallahu alaihi wasallam swala za Idi ilikuwa kiswali kwenye makawanda, kwenye viwanja kama hivyo, umeelewana, ilikuwa akifanya hivyo, na ni kuonyesha ile shiar na shaira ya Uislamu. Watu wanapokwenda kule, wametoka kuacha majumba yao, ni kuonyesha ile tadhalluli pia kwa Allah na kuonyesha shukurani kwa Allah tabaraka wa taala. Tumeelewana, hakuwa kwamba mtume kwenda kule kwamba watu ni wengi ndio maana nakimbia msikiti ni mdogo. Haikuwa hivyo. Maana yake ni kudhihirisha ule Uislamu na kuonyesha na kuitangaza ile sikukuu. Watu wana furaha, wanakuwa kwenye kuswali, tumeelewana, kwa pamoja, jumuiko kubwa, inaleta picha nzuri zaidi. Na hikima nyingi anazozijua yeye ni mtume, lakini mafundisho yote yamekuja ni hivyo, kwamba watu siku zaidi watoke waende kwenye viwanja vya wazi ili kwenda kumshukuru Allah kwa kuswali na kufanya ibada. Tumwombe Allah tabaraka wa taala atuwafikishe lima yuhibbuhu wa yardahu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hapa itakuwa ni mwisho wa mlango wa swala za Idi. Wiki ijayo Allah kutuweka hai, tutaangalia swala za kupatwa jua na kupatwa mwezi.
Allah atufanyie wepesi. Naam, adhana nafikiri. Adhana. Tusubiri adhana. Stafika inshallah. Subiri adhana. Naam. Naam, sawa. Sherehe zote ambazo ziko nje na utaratibu wa dini haziruhusiwi. Yoyote unayoona haifai, siku nyingine, siku ya Idi pia haifai. Kiwango ni kile kile, kipimo ni kile kile. Yale yasofaa siku nyingine zote kwenye dini, hata siku ya sikukuu pia hayafai vile vile, na yale ambayo yanafaa siku nyinginezo na siku ya sikukuu pia yanafaa. Kipimo ni hicho, ile kuangalia hili ni lipi na hili ni lipi. Hicho ndio kipimo katika dini. Naam.
wale walikuwa wakiimba nyimbo za ushujaa. Wasema? Ni bora nasi iliyokuja, ni bora mtu kutia udhu nyumbani, ni bora zaidi. Tumeelewana? Kwa sababu nasi zote zilizozungumzia mambo hayo zimesema man asbagha alwudhu. Tumeelewana? Man kharaja min baiti fa asbagha alwudhu thumma masha ila almasjid, katika maana ya hadithi kwamba mtu anatengeneza udhu wake alafu anatoka nyumbani kwake anakwenda msikitini, kila hatua ataandikiwa thawabu. Nasi zimekuja hivi. Ama yule ambaye anatoka, wallahu aalam, innamal a'malu binniyati, nia yake Mwenyezi Mungu hawezi kumwacha hivi hivi, kwa sababu anaenda kwenye jambo la kheri. Lakini ni vizuri aliyozungumziwa ni yule ambaye ametengeneza udhu tokea nyumbani kisha akaenda zake msikitini. Naam. Kusherekea mwaka mpya wa Kiislamu na kufanya ni sikukuu mfano ni makosa, kwa sababu hizi zinazotambuliwa kuu ni mbili. Tuelewana? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye pia miaka ilimkuta ikamwacha, ikaja mipya ikamwacha hivyo, lakini hakusherekea. Yani sisi roho moyo yetu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyoyafanya yatakiwa na sisi tuendeleze vile vile. Leo tumekuwa na sikukuu za mwaka mpya, sikukuu za kuzaliwa. Hizi ni itikadi za Kinaswara na Kiyahudi, kwamba mbona wenzetu washerekea sisi hatusherekei. Tunaona mbona wenzetu wafanya hivi na sisi lazima na sisi tufanye hivi. Hiko ni yale Mtume aliyosema, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira', kwa hakika mtafuata nyenendo za wale waliopita kabla yenu hatua kwa hatua. Hata kama mmoja wao atakuja na slogan ya kuingia kwenye shimo la mburukenge, na nyinyi pia mtataka muingie kuwaigiza, ndio hapo sasa. Kule kuna birthday na huku nako kuna birthday, watatushinda wale wenzetu. Kule kuna kusherekea mwaka mpya na sisi twaweka kusherekea miaka mpya, wenzetu watatushinda wale. Ni yale yale aliyoyatabiri Mtume kwamba mtawafuata wale mpaka itafikia kuna wakati hakutokuwa na tofauti kati ya nyinyi na wale. Wewe angalia tu kwenye maharusi yao na maharusi yetu, ni wapi waliochanganyikiwa zaidi na uovu kwenye maharusi? Angalia harusi ya Muislamu na harusi isiyokuwa na Muislamu, kuna tofauti gani? Tena wewe ukaenda kuta kwa Muislamu ndio kwenye uovu mkubwa, maana mpaka mashoga waalikwa kwenye harusi hizo. Uwezi kwenda kukuta kwenye harusi isiyokuwa Muislamu kumealikwa shoga, uwezi kwenda kukuta. Lakini kwenye harusi za Waislamu mashoga wafanya kukodiwa, kutolewa Dar es Salaam, sio kutolewa wapi, wanakuja wachangamsha harusi. Maana yake wale manaswara pia tumewashinda sasa. Maana tuwaona hawa kila mbona wenzetu wana hivi, sisi hatuna, twaeka mpaka tumeangukia harusi sasa kupambwa na mashoga, na bado twaenda tu. Lakini jizee hapo ambao la jizee la msikiti la swali, sasa jizee gani la msikiti lilokumbaa hili laletewa shoga na wanawake nyumbani mwake na la kubali tu, eti baba mwenye nyumba? Baba gani uliokumbaa kiasi hicho? Si afadhali ungekosa nyumba basi ukaitwa baba mpangaji? Mungu akakupa neema ya nyumba, washindwa kuitumia neema uliopewa na Allah kukataza munkari. Waletewa mashoga, waletewa watu wacheza uchi, wewe inakuwa ni sababu pale nyumbani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah tuhifadhi. Naam.
Ndio. Kibali cha nini? Makao makuu wapi? Watu walikuwa na ihtimali kwamba labda mvua iweze kakatika, watu wakaenda uwanjani. Ni katika masala ya utaratibu. Sidhani kama ilikuwa ni kibali cha kuswali watu, kwa sababu ilishaamuliwa kwamba mvua, kukiwa na mvua watu wataswali msikiti kadha, msikiti kadha, msikiti kadha. Lakini labda ilikuwa ni ihtimali kwamba huenda labda mvua ikaacha watu wakakusanyika sehemu moja kama kawaida, mweza mkaswali hapa, kumbe wenzenu kule mvua wameiona hakuna, na watu wameswali pamoja, kwa sababu umoja ni nguvu siku zote, na ndio lengo la watu kuswali kule uwanjani. Nafikiri ilikuwa ni hivyo, sio kutafuta kibali. Swala haitaki kibali, haichukuliwi kibali kwa mtu. Swala ni ibada hii, tumeelewana. Hii ni ibada na Allah ndio aliotuelekeza na kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hii sio sikukuu, na sidhani kama wanaitakidi kwamba wao ijtimai yao ni sikukuu. Sidhani kama wanaitakidi hivyo. Ni katika taratibu zao za kupeana mawaidha na kukutana na Waislamu wenzao, ninavyohisi mimi kwamba ni mipango yao, wanakutana na ndugu zao Waislamu. Kuna kipindi hiki wanakuwa kama vile makongamano na warsha, sisi tumeelewana kwamba Waislamu wa Tanga wanafanya kongamano na Waislamu ya Morogoro au Waislamu wa Mwanza. Kwa hiyo ikiwa hakuna munkarati kwenye ijtimai zao hizo, hakuna tatizo. Kanuni ni ile ile kwamba kuna munkarati unaofanywa, kuna mukhalafati zinazofanywa. Kama hakuna mukhalafati, hakuna munkarati, hakuna tatizo ya makongamano kama hayo. Hakuna bid'ati zinazofanywa, hakuna munkarati, hakuna zuio katika hilo. Mazuio yanakuja pale itakapokuwa makongamano hayo, jitimai hizo, kuna mambo ya bid'a yanafanywa, munkari inafanywa, watu wanahamasishana mambo yasiokuwa sahihi katika dini. Hiyo ndio itaondoa sifa yake jitimai hiyo au kongamano hilo. Wallahu a'lam. Naam. Kuna watu ambao wanafanya leo ndio wanafanya. Sasa ile jambo linatambulika wao kiserikali au kitaifa, ile ya mwanzo inatambulika. Kwa mwanzo sasa na kuja ambazo tunafanya. Kwamba una budi wende kazini kama kawaida. Je, ndarusika kufanya kwa sababu hii ya kufua hizo kwamba mimi nataka mimi ndio hiji. Sasa pili kuna jambo hapo kwenye mada za mambo ya hili. Ukasema kwamba hivi na hii hapa nyingine baadaye ya hapa pamoja na Ijumaa na mambo ambayo yanaendelea katika siku ya Ijumaa. Nimesikia neno mfano kwenye siku za Idi kwa tunatakia baraka, lakini siku za Ijumaa siku kwa mfano inaenda takriban kusema kwamba Ijumaa Ijumaa karibu. Je, na hii tunataka kwenye michango kuzungumzia kwa kipindi. Kwa mfano kwa imezuia mimi kutoka nyumbani au mfano maradhi mambo kama hiyo naruhusiwa kuifanya nyumbani au wale watakao swali tu msikitini watakuwa na tuanze na lipi hapo?
swala ya Idi ni sunna muakkada, tumeona, na tulizungumza katika hadithi zilizopita kwamba kama taarifa imekuja mpaka imekuwa jua limeshapanda sana, basi watu wataswali siku ya pili yake Idi. Kwa wale ambao labda mwezi umechelewa kufika taarifa ya Idi, wakidhani wameamka kwenye mwezi 30 Ramadhani, lakini kumbe mwezi ulitoka jana, umechelewa kufika kwao, kwa hiyo wataswali siku ya pili yake. Lakini kwamba upo mjini waacha kuswali Idi, wasema nitaswali na wanaoswali kesho. Kwa hiyo wewe basi itakuwa uitakidi kwamba Idi sio leo, ni kesho, si ndio maana yake? Sheria za kazi. Kwani kazi na ibada bora nini? Sasa ikiwa Allah umweka nyuma na kazi ndio yeka mbele, mpaka lini? Alafu huko kufaulu utakufaulu vipi? Kwa sababu Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam nasema, la yu'minu ahadukum hatta yakunu Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi min nafsihi wa min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, katika maana ya hadithi kwamba hatofikia ukamilifu wa imani mmoja wenu mpaka Allah na mtume wake wawe wanapendeza zaidi kwake yeye kuliko yeye mwenyewe, kuliko nafsi yake, kuliko mzazi wake, kuliko watoto wake, kuliko watu wote. Shawe kusikia hadithi hii? Hujawahi kusikia? Sasa yule anosema si swali Idi kwa sababu mimi niko kazini, nitaswali kesho, swali linakuja, kazi au bosi na Allah anamwogopa nani zaidi? Mimi nafikiri ni kutengeneza mazingira mazuri pale kazini kwa siku ile, ukaswali ili ukamtambuliza Allah. Tengeneza mazingira mazuri, usitengeneze ubade wala nini. Tengeneza mazingira mazuri ambayo siku ile waweza ukaruhusika ukaja swali ukarudi kazini, kwa sababu swala ni nusu saa tu, tuweza ukasema kama alhamdulillah sasa hivi vipando viko nini, bodaboda viko vyepesi, waweza ukaja swali na ukaanza kazini kuendelea na kazi. Lakini ukatengeneza mazingira mabora wewe na Mola wako tabaraka taala, ukamwonyesha Mola wako kwamba umeogopa yeye zaidi kuliko bosi wako. Nusu saa kutoka ofisini kwa mazingira yote ukenda swali alafu kurudi zako, mimi nafikiri jambo zuri kuliko kujitumainisha na kujipa matumaini kwamba basi nitaswali kesho kwa sababu leo kazi zimenibana. Sasa ndio turudi pale pale, basi wewe umeogopa mwanadamu zio zaidi kuliko Mola wako. Ulishindwa kutengeneza mazingira yoyote ya kutanguliza Mola wako kabla ya kazi yako, kwa sababu hiyo kazi anayoileta pia ni huyo ambayo umuogopi. Allah ndio anakuweka pale kazini, sio bosi. Wajua hilo? Kwa hiyo inapendeza zaidi ile siku ya Idi watu waswali Idi. Inapendeza zaidi. Swali la pili ulisema Mubarak na Idi Jumaa Mubarak. Tumetakikana kutakiana Idi njema kwa kusema taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal, lakini haikuja kwenye Jumaa. Kwenye Jumaa kwamba Jumaatun mubaraka haikupokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni watu wametengeneza mfumo wa kwamba kuna ubaya gani kwani na hii nayo kwa hivi, lakini haikuja hiyo katika sheria. Wallahu a'lam. Swali la tatu, swala za Idi haziswaliwi nyumbani. Tumeelewana swala za Idi haziswaliwi nyumbani. Kama watu watazuilika na mvua, labda hiyo nyingi, watashindwa kwenda viwanjani au misikitini, wataswali siku ya pili yake, muda ule ukiwa umevuka, kwa sababu ni dharura. Kama ile kwamba mtu amechelewa kupata taarifa kwamba mwezi umetoka jana, yeye akajua ni swaumu, akaambiwa saa 4 kwamba jana mwezi ulionekana, leo siku ya Idi,
atafungua, alafu watu wataswali siku ya pili inafuata. Wallahu a'lam. Ni dharura hiyo. Hatukukatazwa kula vyakula vya wasiokuwa Waislamu, hatukukatazwa kwenye sheria. Unaelewana? Tumekatazwa kula vyakula vyao tukiwa tuna wasiwasi nao vyombo vyao wanavyotumia. Kama vyombo vyao wanatumia kwenye kuwekea pombe, nguruwe, tumekatazwa. Tumeelewana? Lakini kama ni mtu jirani, mko nyumba moja, apika chakula na una yakini kwamba hatumii vile vya haramu kwenye vyombo vyake, akikupa chakula hakina tatizo. Lakini sasa chakula cha sikukuu zao hiki ni chakula tofauti na vyakula vya siku nyinginezo. Tuelewana? Vyakula hivi mara nyingi vina maombi yao, vina taratibu zao za kishirikina na mambo mengine. Hapo ndo gogoro linapokuja. Maana yake ukisherekea nao katika mlo ule wa sherehe, ni kana kwamba na wewe una sehemu ya kuunga mkono ile sherehe, kwa sababu kuna maombi yao, kuna harakati zao. Lakini chakula kama chakula asili, mtu akipewa na mtu ambaye si Muislamu, hakina madhara yoyote kukila, maadamu tu utakuwa na yakini yule hatumii vile vya haramu kwenye nyumba yake pale. Ukiwa na shaka naye, ndio chakula hicho kiache, kwamba huyu siku nyingine pale itwa nini hapa twaona, au hawa watumia vyombo vyao kwenye hivi, alafu hivyo ndio hapo ndio. Lakini kama una hakika atumii vitu hivyo nyumbani kwake, chakula hakina matatizo yoyote. Ama kile cha siku ya sikukuu, kile ni special issue, ni issue maalum ile, kwa sababu kuna ibada zinazofanywa na maombi yanofanywa na nini. Hayo ni mambo mengine ambayo usishiriki katika jambo hili. Kama kuna njia nzuri ya kuepuka, epusha, kwa sababu usije ukaingia katika kushiriki na wao kusherekea jambo ambalo kisheria sisi hatutakiwi kulisherekea, kwa sababu ni ibada kwa wao, ni ibada ile, wana maombi yao, wana mambo yao. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.